Rais wa Marekani Donald Trump anawaaminisha walimwengu kwamba Iran ni nchi hatari. Wakati akizungumza na waandishi wa habari, walimuuliza Trump maswali katika uwanja wa ndege mjini New Jersey kuhusu mzozo unaoendelea katika eneo hilo la Mashariki ya Kati. Lakini walimuuliza kwamba je, una wasiwasi kwamba washirika wa Iran watafanya mashambulizi ya kigaidi dhidi ya walengwa wa Marekani nje ya nchi ikiwa utaamuru kuchukua hatua za kijeshi. Waandishi walimuuliza rais huyu wa Marekani huku akijibu kwamba sisi huwa na wasiwasi juu ya hilo na tunapaswa kuwaondoa na kuwa na nguvu sana, Trump alisema. Maana yake ni kwamba hataki Iran iwe na nguvu sana katika ulimwengu, kiuanisha ulimwengu kwamba Iran ni nchi hatari. Anasema hata nyinyi mpo hatarini. Rais huyu wa Marekani aliendelea kusema hata nyinyi mko hatarini kuzungumza nami sasa hivi. Je, mnajua hilo? Mko hatarini kuzungumza na mimi wakati huu. Kwa hivyo labda tuondoke hapa, lakini nyinyi mko hatarini. Je, mnaweza kuamini? Anasema hivyo Rais Donald Trump akizungumza kwa kuuliza. Lakini aliulizwa juu ya kwamba anaweza kufanya uamuzi kuungana na Israel kuishambulia Iran ama la. Alisema kwamba ndani ya wiki mbili, vita vikiwa vinaendelea kati ya Israel na Iran, atakuja na majibu hayo. Wakati wa mkutano wa White House, msemaji Karoline Leavitt alisema kwamba Trump atafanya uamuzi wa kuishambulia Iran ama la ndani ya wiki mbili zijazo. Kulingana na ukweli kwamba kuna nafasi kubwa mazungumzo ambayo yanaweza kufanyika ama yasifanyike na Iran katika siku za usoni. Atakuja kufanya uamuzi wa moja kwa moja ikiwa ataendelea au kutoendelea ndani ya wiki mbili zijazo, Trump alisema katika taarifa iliyoelezwa na katibu wake wa habari Karoline Leavitt. Wakati huo huo, afisa wa Israel alisema kwamba anatarajia kuwa rais wa Marekani Donald Trump atajiunga na mashambulizi dhidi ya mpango wa nyuklia wa Iran. Lakini pia rais huyo wa Marekani ameueleza ulimwengu kwamba kutokana na nguvu ya Iran, hakuna taifa ambalo litaweza kupambana nalo, lakini pia hakuna ambaye ataweza kukubaliana nao katika mazungumzo isipokuwa ni Marekani tu. Iran haitaki kuzungumza na Ulaya, Trump anasema. Rais huyo wa Marekani bwana Donald Trump wakati akizungumza na waandishi wa habari anasema amekuwa akizungumza na Iran na kutilia shaka athari ambazo watu wa Ulaya wamekuwa nazo katika mazungumzo ambayo yamefanyika kati ya Abbas Araghchi, waziri wa mambo ya kigeni wa Iran, na mwanadiplomasia tegemezi wa Iran ambaye amehusika katika mazungumzo mbalimbali kati ya Iran na mataifa mengine hasa Marekani. Lakini kwa mujibu wa Donald Trump anasema tumekuwa tukizungumza na Iran na tutaona kinachotokea, akiongeza kuwa anaamini mazungumzo ya Geneva hayatasaidia chochote. Iran haitaki kuongea na Ulaya. Iran inataka kuzungumza nasi. Ulaya haitoweza kusaidia katika hili, anasema rais huyo wa Marekani bwana Donald Trump. Hata hivyo, taarifa iliyotolewa na Iran ni kwamba Marekani ambayo ilikuja kusababisha mzozo huu ndio ambayo itaweza kumaliza mzozo huu, na hicho ndicho ambacho Donald Trump amekariri katika mazungumzo kati ya watu wa Ulaya pamoja na Iran kupitia Abbas Araghchi, waziri wa mambo ya kigeni na mwanadiplomasia kutoka katika taifa hilo la Kiajemi. Mtazamaji wa The World News, endelea kutufuatilia na usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana. Naitwa Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uweze kujua mengi ya ulimwengu kupitia hapa The World News.